kwamba kunaye mmoja ambaye ni mfalme wa wafalme, ambaye ananipenda. Unaweza kuachwa na familia, unaweza kuachwa na mzee wako, unaweza kuachwa na mke, hata na watoto, na waende na waseme hawatakutaki. Lakini hata hivyo ni vizuri kujua ya kwamba Mungu anakupenda. Nilikuwa nasoma Biblia katika Matthew chapter 10 verse number 30 na Luke chapter 12 verse number 7, zinaongea kitu kimoja. Zinasema kwamba hesabu ya nywele ya vichwa vyetu imehesabiwa. Hakuna mtu hata mmoja, Matthew chapter 10 verse 30 na Luke chapter 12 verse number 7, ukisoma zote zinasema kitu kimoja. Hata nywele ya vichwa vyenu zote zimehesabiwa. Hakuna mtu hapa ambaye anajua hesabu ya nywele zake. Hata hakuna haja ya kuwauliza. Ni kumaanisha kwamba Mungu anakujua kuliko vile ambavyo wewe mwenyewe unajijua. Na kama unaweza kuelewa ya kwamba Mungu anakujua, ya kwamba Mungu anakupenda, ya kwamba Mungu anakujua kuliko vile ambavyo wewe mwenyewe unajijua, basi hautakata tamaa katika haya maisha. Vile ambavyo dunia inaendelea, mambo inaweza kosa kuwa rahisi. Mambo inaweza kosa kuwa kama vile ambavyo tunatarajia watu wengi. Lakini ni vizuri kujua miongoni ama katikati ya hali ambazo ni ngumu, kunaye Mungu ambaye anakupenda. Kunaye Mungu ambaye anajua hesabu ya nywele za kichwa chako. Yaani kumaanisha kwamba anakujua kuliko vile ambavyo wewe mwenyewe unajijua. Nilienda mahali fulani kunywa chai kwa hoteli, na nikakuta watu wakibishana ya kwamba dunia itaisha na dunia haitaisha. Mmoja anasema dunia itaisha na mwingine anasema dunia haitaisha. Na mimi sikushughulika na wao kwa sababu nilikuwa nimeenda kunywa chai. Na nikawekewa chai, nikaanza kunywa. Na wakati ambao nilikuwa nakunywa chai, mwenye hoteli anajua ya kwamba mimi nakuwa nimeokoka. Sio kama anajua mimi ni pastor, lakini anajua nimeokoka. Na akasema kwamba situulize huyu kwa sababu najua nimeokoka, kama dunia itaisha ama haitaisha. Na nikawaambia, unajua yule mwenye alikuwa anasema kwamba dunia haitaisha, alikuwa anapatiana sababu za kila aina. Na akanigeukia wakati ambao walisikia mimi nimeokoka. Kwa sababu ni kama alikuwa na chuki ama na bitterness na watu ambao wameokoka na wanasema dunia itaisha. Akageukia akaniuliza dunia itaisha namna gani? Elezea. Nikamwambia hata mimi sijui. Lakini yule mwenye aliumba alisema itaisha. Sasa hata mimi nashindwa venye hata wewe unashindwa. Lakini ukweli ni kwamba yule mwenye aliumba, unaona hiki kikombe, mwenye ameitengeneza akisema ukiangusha inaweza vunjika. Mimi na wewe tunaweza kushindwa itavunjika namna gani? Na vile iko ngumu. Hata ukiuma na meno haiumiki. Kikombe ya kauro kama hiyo. Lakini sasa mwenye aliumba ameandika kwa kato ya kwamba ni fragile. Ushike vizuri, ukiangusha itavunjika. Kwa sababu anajua vile alitengeneza. Kwa hivyo hata mimi sijui itaisha namna gani, lakini mwenye aliumba alisema itaisha. Kwa hivyo itaisha. Na discussion ikaishia hapo. Basi nataka kusema kwamba yule ambaye anakujua vizuri kuliko vile ambavyo wewe mwenyewe unajijua. Kwa hivyo hakuna haja ya kukata tamaa, hakuna haja ya kuvunjika moyo, hakuna haja ya kuangalia mambo ambayo unapitia alafu unaidefine ama unaitumia kujielezelea, hiyo ni Kiswahili mzuri, ama judge vile ambavyo wewe ulivyo. Naweza kuwa siku ya leo hauna chakula, lakini si kumaanisha kwamba wewe utaishi bila chakula siku zote. Unaweza kuwa siku ya leo umekataliwa mahali fulani, lakini haimaanishi utakataliwa siku zote. Kwa hivyo usijitaji kulingana na kile ambacho unapitia. Elewa ya kwamba ni hata nywele ya kichwa chako Mungu anajua hesabu na wewe haujui. Anakujua nje na ndani. Na vitu zingine ambazo unapitia sio za kukumaliza, lakini ni za kukufanya uwe mtu bora zaidi. Ndio kitokea pande ile nyingine ung'ae kama dhahabu. Bwana asifiwe sana. Amen. Tulisoma Psalms 100 mstari wa 3. Psalms 100 verse number 3. Na tukaona Biblia inasema kwamba sisi ni kondoo ya malisho ya Bwana. Bwana asifiwe sana. Psalms 100 verse 3. Na kwa hivyo kama sisi ni malisho ya kondoo yake, inasema kwamba sisi hatukujiumba, ni yeye alituumba. Na kwa hivyo sisi ni malisho. Jueni kwamba Bwana ndiye Mungu, yeye ndiye aliyetuumba, sisi tu mali yake. Sisi tu watu wake, kondoo wa malisho yake. Yaani wewe ni kondoo wa malisho ya Bwana.
Kwa hivyo hata ukiona anakulisha mahali ambao haupendi sana, haupendezwi na hapo mahali sana, elewa ya kwamba ni Mungu amekulisha hapo, na ni kwa muda atakutoa. Bwana asifiwe sana. Ni kwa muda tu atakuongoza mahali pengine. Mambo mengine ambayo huwa tunapitia ni majaribu ya kutufanya tukipita ndio tuweze kuqualify kuingia kiwango kingine. Kwa hivyo sio permanent, ni kupitishwa tu, tunapitishwa. Na tukaongea juu ya Daudi, Psalm 23, alisema kwamba Bwana ni mchungaji wake. Akasema kwamba hatapungukiwa na kitu chochote. Akasema Bwana humlisha katika majani mabichi, kando kando ya maji yaliyo na utulivu. Akasema kwamba hata kama nitapitia kwenye bonde la uvuli wa mauti, sitaogopa kitu chochote. Na nikakuelezea juu ya wachungaji wa zamani, siku zile vile ambavyo walikuwa wanaenda mbele ya kondoo, alafu kondoo wanafuata. Kwa hivyo David alikuwa anamaanisha kwa kifupi ya kwamba hata ukinipata ninalia siku ya leo, Mungu ndiye ameniongoza kwa hiki kilio, na ni kwa muda tu nitatoka kwa hiki kilio. Kwa hivyo sitaogopa kitu chochote, hata kama ninalia, hata kama ninaomboleza. Ninajua ya kwamba baada ya muda mchache Mungu atanitoa kwa hiki kilio, anipeleke mahali pengine, kwa sababu yeye ni mchungaji mwema. Yeye ndiye ameniongoza kwa hii hali, na kwa sababu ni mchungaji mwema atanitoa kwa hii hali, anipeleke kwa hali nyingine ama kwa kiwango kingine. Kwa hivyo hakuna haja ya kukata tamaa. Bwana asifiwe sana. Isaya 43 mstari wa kwanza, Biblia inasema kwamba wewe ni wa Mungu. Na kama Mungu anasema wewe ni wake, muumbaji wa mbingu na dunia, mbona ukate tamaa? Lakini sasa hili ndilo asemalo Bwana, yeye aliyekuumba, Yakobo, yeye aliye kuhukumu. Bwana asifiwe sana. Kuhuluku, it is to form. Najua hapa hakuna Waswahili. Bwana asifiwe sana. So wakati Biblia inasema kuhuluku, inaongea juu ya kuform. Yeye aliye kuform into your mother's womb. Israeli ni mimi na wewe, watu wale ambao Mungu amewaita. Israeli ni taifa ambalo Mungu ameliita. Kwa hivyo mimi na wewe tumeitwa na Mungu. Mungu anasema kwamba sisi ni watu wake, tusiogope, kwa maana nimekukomboa. Mungu amekukomboa. Nimekuita wewe kwa jina lako. Mungu anakujua kwa jina lako. Wewe ni wangu. Haleluya. Si mtu aseme ya kwamba mimi ni wa Mungu. Wewe sio wa huo ugonjwa, hata kama uliambiwa na daktari uko nako. Wewe sio wa hiyo hali ambayo unaipitia, hata kama inakaa namna gani. Wewe ni wa Mungu. Wewe sio wa hiyo familia yenu ambaye hakuna mtu ambaye huwa anainua kichwa. Wewe ni wa Mungu. Wewe wa gani? Bwana asifiwe sana. Na kwa hivyo hakuna haja ya kuzimia. Usikate tamaa na hii maisha kwa sababu umepitia jambo fulani. Usikate tamaa kwa sababu umeenda kuuliza kazi na unaambiwa hakuna ama hautaachiliwa. Do not give up on God. Kumbuka ya kwamba Mungu anakupenda. Kumbuka ya kwamba nilikwambia ya kwamba silaha kubwa sana ambayo shetani hutumia hapa duniani ni discouragement. Once you are discouraged, unaingia kwa mambo mengi. Unaingia kwa pombe, unaingia kwa madawa, unawachana na familia. Kila kitu kiovu unafanya kwa sababu umekuwa discouraged. Ni silaha ya shetani ambao huwa anaitumia kuharibu kila mtu ambaye angependa kuharibu. Na watu wale ambao wako na destiny kubwa sana ndio hutupiwa mawe mengi sana na shetani. Ukiona unapitia shida nyingi sana, elewa ya kwamba hatima yako ni kubwa kama vile ambavyo unapitia shida nyingi. Hallelujah. First John chapter 4 verse number 4, Biblia inasema kwamba enyi watoto wadogo. First John chapter 4 verse number 4, jueni ya kwamba yule ambaye ako ndani yenu ni mkuu kuliko aliye ndani ya ulimwengu. Hallelujah. Watoto wapendwa, nyinyi mmetoka na Mungu, nani nimewashinda kwa sababu yeye aliye ndani yenu ni mkuu kuliko yeye aliye katika ulimwengu. Aliye ndani yako, nimekuja kukuambia siku ya leo, kwa sababu unaweza kosa kuwa unajua ni mkubwa kuliko yeye aliye ndani ya ulimwengu. Unajua Mungu akisema kwamba ako ndani yako, hautasikia feeling ya aina fulani. Bwana asifiwe sana. Kuna watu ambao huwa wana confuse goosebumps. Yaani akisikia nywele zinasimama ndio wanajua kwamba presence ya Mungu iko hapa. Lakini nimekuja kukuambia kwamba ni vizuri kama nywele Mungu ukienda mahali presence ya Mungu iko,
inasimama, ni vizuri. Hata mimi yangu saa zingine huwa inasimama hapa nikiomba, ninasikia uwepo wa Mungu ni mwingi. Wakati mwingine ninalia Bwana sifiwe sana. Lakini hata bila hizo vitu zote, Mungu ako pamoja nasi. Hata saa hii bila hausikii kitu yeyote, Mungu ako ndani yako. Na Biblia inasema kwamba he who is in you is greater than the one that is in the world. Ni mkuu sana aliye ndani yako kuliko yeye aliye katika ulimwengu. Kwa hivyo haufai kukata tamaa, haufai kuvunjika moyo. Jua ya kwamba aliye ndani yako ni mkuu kuliko aliye katika ulimwengu. Ni mkuu kuliko kile ambacho kinafanya nivunjike moyo. Ni mkuu kuliko house rent. Ni mkuu kuliko chakula na mavazi. Bwana asifiwe sana. Aliye ndani yangu ni mkuu. Unajua ukiweka chai kwa kikombe kisha uweke sukari vijiko 3 na ukose kukoroga, hata kama sukari iko ndani ya chai itakuwa dufia. Unajua dufia? Chai bila sukari. Lakini kuna chai kwa sukari, kuna sukari kwa chai. Lakini kama haujajua ya kwamba kuna chai kwa sukari, kuna sukari kwa chai, alafu ukoroge ile sukari, hata kama kuna sukari ndani ya chai, utakunywa chai bila sukari, kwa sababu haukujua. Siku ya leo uko na Mungu ndani yako. Anasema kwamba hasemi ya kwamba atakuja ndani yako, anasema yuko ndani yako tayari, na ni mkuu kuliko any kind of challenge ambayo unaweza kuwa unapitia. Lakini kama hautajua utapitia hizo challenges Mungu akiwa ndani yako. Si uliona watu wakitaka kuangamia kwa Amerika, mitume wa Yesu Kristo, na Yesu ako kwa hiyo boat lakini amelala. Wakati ambao waliona ya kwamba boat imeanza kuingia maji, kumekuwa na fujo katika bahari, wakamwamsha, wakamuuliza, kwani haujali ya kwamba tunaangamia? Na wakati alisimama akawakemea kwanza, kwani hamna imani? Alafu akakemea upepo, akauambia utulie, na ukatulia. Lakini walikuwa wanazama Yesu Kristo akiwa hapa, mpaka wakati ambao walimwamsha. Hata wewe unaweza kuwa unavunjika moyo, unaweza kuwa unakata tamaa ukiwa na Mungu ndani yako. But at the moment utamwamsha, at the moment utaamua enough is enough, Mungu aliye ndani yangu ni mkuu kuliko aliye ndani ya ulimwengu, utarealize ya kwamba zile challenges zitakwisha. Bwana asifiwe sana. Wakati mwingine jizungumziaje hii mambo? Unajizungumzia haya maneno, unachukua scriptures ambazo zinapelekana na kile ambacho unapitia, kwa sababu ziko. Afadhali uulize Google kama hujui sana. Alafu unazikariri, unazisema kila mara, na kwa kuzisema utarealize ya kwamba umepata ushindi katika hiyo hali. Watu wale ambao huenda kwa shetani huwa wanapatiwa maneno ya kusema. Anaambiwa ikifika saa 9 ya usiku, chukua karatasi, anaandikiwa mahali, usimame mahali, alafu useme, ukalili haya mambo, uyaseme mara nyingi. Wakati mwingine wanapatiwa posture ya kukaa, anaambiwa keti chini, alafu uweke miguu yake, cross miguu yako namna hii, alafu useme haya maneno ukirudia masaa fulani ikifika. Kwa nini masaa? Kwa sababu masaa huwa yanafungua gates za wakati. Kama vile nakwambia uombe at the midnight. Bwana asifiwe. Bado unaomba. So masaa huwa yanapatiana chance za kuingia kwa malango ya kitu fulani. Kwa hivyo anapatiwa hayo maneno, anaambiwa rudia haya maneno. Watu wale ambao huwa wanaenda, nasikia mtu mmoja akiongea, asijui ni TikTok kama ndio nilisikia, anasema kwamba alikuwa ameenda kwa mganga, akapatiwa chance za kuweza kuchukua mzee wa mwenyewe ambaye alikuwa tajiri sana, na yeye si kumpenda, alikuwa anapenda vitu vyake. Wazee wale wako hapa, ni vizuri ujue kama ni wewe unapendwa ama ni vitu vyako vinapendwa. Unajua, niliona mtu anaweza kuwa anakwambia nakupenda, lakini kumbe si wewe anapenda. Ni hilo shida. Kwa hivyo huyu mama akapatiwa maneno ya kusema, akapatiwa doli, akaambiwa, wakaiita jina ya huyo mzee, na akaambiwa usiku wa manane unatoka nje, unaichukua, unaizungumzia, unaita jina ya huyo mtu, na unaizungumzia mambo yenye utakuwa utataka awe anafanyia. Utakuwa unanipenda, pesa yako yote ukipata mshahara kabla uende kwako, utakuwa unaleta kwangu kwanza, ndio tunagawa, mimi ndio nitakuwa nagawa pesa yenye utakuwa unapeleka kwangu, yenye utabaki naye na mimi ninajigawia. Yaani anaongelesha hiyo doli ambayo wameita jina ya huyo mtu wakiwa na mganga. Na hiyo kitu wakasema kwamba ilikuwa inafanya kazi 100%.
Sasa mimi na wewe tumepatiwa neno la Mungu, ambaye Biblia inasema kwamba ama Mungu mwenyewe akiongea anasema kwamba nimeinua neno langu hata kuliko jina langu. Maanisha kwamba kama unaweza kujizungumzia hilo neno kila wakati, kila mara, litafanya kazi, kwa sababu hilo neno ni Mungu. Mungu analiheshimu hili neno tunasoma kuliko vile ambavyo anaheshimu majina yake yote yakiwa yamewekwa pamoja. Kwa hivyo kama unaweza kujua ya kwamba saa hizi ni pesa sina, niko na challenge ya pesa, na unaanza kukariri ndani yako ya kwamba Yesu Kristo alifanyika masikini sana ili mimi nifanyike tajiri, hata kama vitu vyote vilikuwa zake, na kwa hivyo mimi nakataa maskini, na unajiongelesha hayo maneno kila mara ukirudia, hata kwa barabara, ukilala na ukiamka. Ndio kwa sababu siku hizi kuna Biblia ambazo zinaongea audio kwa simu. Unaweza kuweka kwa masikio, hata kama hauna uwezo wa kuongea, unaweza kuweka kwa masikio ile inaongea, weke repeat mpaka wakati ambao itasink ndani yako, uone vile Mungu atafanya mambo makubwa. Haleluya. Na jambo la pili ambalo tulisema kwamba litakufanyikia kwa sababu ya kujua upendo wa Kristo, ni ya kwamba itakuwa rahisi kwako mimi na wewe kupokea kutoka kwa Mungu. Bwana asifiwe sana. Itakuwa rahisi sana kupokea kutoka kwa Mungu, na itakuwa ni rahisi hata ukiona mtu mwingine ambaye anahitaji kutoka kwa Mungu kumuombea na aweze kupokea. Bwana asifiwe sana. Itakuwa ni rahisi kuwekelea mtu mkono na uweze kumuombea pone. Itakuwa ni rahisi kuamini ya kwamba Mungu atakusaidia. Siku ya leo mtu anaweza kuambia kwamba anapitia challenge ina fulani, lakini hata ukimuombea hana uwezo wa kupokea, kwa sababu ameshajua ya kwamba Mungu ni Mungu ambaye hasikiaji kwa haraka. Ameshaprogramiwa ndani yake ya kwamba Mungu ambaye tunamuomba ako mbali sana na sisi, na anaweza kosa kusikia tukiomba, si lazima aje. Bwana asifiwe sana. Na watu walikuwa wanaamini hivi kutoka zamani. Kuna wakati ambao Mungu alikuwa anatuma Yeremia. Katika Yeremia chapter 1 mstari wa 5, aliuliza Yeremia anaona nini? Na Yeremia akasema kwamba ninaona mfito wa mlozi ambao unaharakisha kuchanua na kutoa matunda. Na Mungu akamwambia kwamba umeona vyema. Yaani ule mfito wa mlozi ulikuwa unajulikana kwa kuchanua haraka na kwa kuzaa matunda kwa haraka. Mungu akamwambia kwamba umeona vizuri, kwa sababu watu wamenijua kama Mungu ambaye huchelewa, lakini sasa ninakuja kama Mungu ambaye anaharakisha sana kutimiza neno lake. Bwana asifiwe sana. Ukishajua Mungu anakupenda, itakuwa ni rahisi kupokea kutoka kwa Mungu, na itakuwa ni rahisi uweza kupata kile ambacho Mungu ako nacho kwa ajili yako. Haleluya. Bwana asifiwe sana. Na mstari wa 10 Yeremia chapter 1 verse 10 akamwambia kwamba tazama, siku ya leo nimekuweka juu ya mataifa ili uweze kuyang'oa na kuyabomoa na kuyaharibu na kuyaangamiza, kisha uweze kujenga na kupanda. Kwa hivyo wapendwa, Mungu anasikianga maombi. Mungu wapendwa anatupenda. Mungu wapendwa alikuwa anaongea katika Romans chapter 8 verse number 31, na anasema ya kwamba tuseme nini basi kuhusu mambo haya. Tunaenda kwa haraka sana. Romans chapter 8 verse number 31. Tuseme nini basi kuhusu haya mambo? Kama Mungu kwa upande wetu, ni nani ambaye anaweza kuwa kinyume nasi? Haleluya. Na verse number 32, Romans chapter 8 verse number 32, anasema kwamba kama Mungu basi hakumhurumia mwana wake wa pekee, bali alimtoa kwa ajili yetu sote, atakosaje basi kutupatia vitu vyote kwa ukarimu pamoja naye? Kama Mungu hakumhurumia mwanawe wa pekee, anawezaje basi atakosaje basi kutupatia vitu vyote kwa ukarimu? Ukarimu ni nini? Uwezo wa kupatiana kwa urahisi, generosity. Atawezaje basi kutupatia vitu vyote kwa ukarimu pamoja naye, pamoja na Yesu Kristo? Ile kitu ngumu sana ambayo mwandishi aliona ni ya kwamba mtu anaweza kupatiana mwana wake. Bwana asifiwe sana.
Saa hizi nilikwambia ukuje na mtoto wako tutoe kafara, utatoroka kanisani na uwepo kabisa. Tuseme pastor amekuwa wa Shetani katikati. Na ni ukweli. Nilikwambia ukuje na mtoto tuchinje, ama zote tutupe kwa mto fulani, nilikuwa nimepotea hata mimi. Bwana asifiwe sana. Kwa sababu neno halisemi hivyo. Kwa sababu, lakini nataka kusema hivi, nataka kuweka hii point nyumbani ya kwamba kitu ya dhamana sana ambao mtu anaweza kutoa ni mwana wako. Ukitaka kujua marangi ya mtu vizuri, ni wakati ambao umeguza mtoto wako. Mimi ukiguza wale watoto wangu, sijui kama nitakumbuka kama nimeokoka. Kabla sitajiri na yeye. Bwana asifiwe sana. Labda nitakumbuka baadaye. Lakini kwanza nita defend mtoto wako, sababu ni mtoto wangu. Bwana asifiwe sana. Na ninaamini kwamba iko hivyo na kila mtu. Ukiguza yule Edward anakuwa na kasichana. Ukikaguza kanaitwa happiness. Ukikaguza asikia tumekutana hapo hapa kwa barabara, ukakochukanisha kusha, unajua kusha, ukafanya hivi na ukakaangusha na huko. Sijui atafanyia nini. Bwana asifiwe sana. Kwa sababu anakapenda ni katoto kake. Sasa Mungu anasema kwamba, Biblia inasema kwamba kama Mungu hakutuzuilia, hakuhurumia mtoto wake, lakini alimpatiana kwa sababu ya kutupenda, atawezaje basi kukosa kutupatia vitu zingine zote? Hakuna kitu ambacho ni kikubwa kuliko mwana wa Mungu wa pekee. Kwa hivyo hicho chenye umekuwa ukiaminia Mungu apatie, elewa ya kwamba ni kidogo kuliko Yesu Kristo ambaye alitolewa na Mungu Baba afe kwa ajili yake. John chapter 3 verse number 16 inasema kwamba kwa maana jinsi hii Mungu aliupenda ulimwengu akamtoa mwana wake kwa pekee, ili mtu yeyote ambaye atakayemwamini asipotee, bali awe na uzima wa milele. Verse number 17 inasema kwamba kwa sababu Mungu hakumtuma mwana wake wa pekee hapa duniani aje kuhukumu ulimwengu, lakini alimtuma hapa ndio mtu yeyote atakayemwamini kupitia, kwa maana Mungu hakumtuma mwanae kuhukumu ulimwengu, bali kupitia kwake ulimwengu upate kuokolewa. Bwana asifiwe sana. Mungu hakutuma mwana wake wa pekee ndio atuhukumu, alimtuma ndio kupitia kwake ulimwengu uweze kuokolewa. Haleluya. Mungu anakupenda mpendwa, na uelewe ya kwamba hakuna kitu ambacho anaweza kukuzuia, kwa sababu kile kitu kikubwa sana ambacho angekuzuia ni mwanake wa pekee, na alimpatiana kwa ajili yako wewe na mimi. Haleluya. Usije ukakata tamaa. Elewa ya kwamba Mungu anakupenda. Wakati ambao umegonjeka, kabla haujakimbilia Piriton ama Panadol, kwanza zungumzia huo ugonjwa. Uambia kwamba mimi ninapendwa na Mungu, na alisema kwamba kwa mapigo yake ninapona magonjwa yangu. Kwa hivyo wewe ugonjwa, toka ndani yangu. Come out of me. Bwana asifiwe sana. Unaambia shetani, get out there. Toka na wewe. Kwa sababu magonjwa ni mapepo. Inaweza kuitwa sukari, inaweza kuitwa homa, inaweza kuitwa nini? Malaria, inaweza kuitwa jina yoyote, inaweza kuitwa na daktari. Lakini elewa, wanga ukijua kutoka leo ya kwamba magonjwa ni mapepo. Ukisoma Biblia katika Acts chapter 10 verse number 38, Biblia inasema kwamba jinsi Mungu how God anointed Jesus Christ with the Holy Spirit and with the power, and he went about doing good. Jinsi Mungu alivyomtia Yesu Kristo wa Nazareti mafuta katika Roho Mtakatifu, na jinsi alivyokwenda huku na huko akitenda mema na kuponya wote waliokuwa wameonewa na nguvu za ibilisi. Bwana asifiwe sana. Kwa sababu Mungu alikuwa pamoja naye. Kizungu kinasema kwamba healing all that were oppressed by the devil. Kwa hivyo magonjwa ni oppression ya shetani. Hata kama inaitwa malaria, ni oppression ya shetani. Na kwa hivyo kabla haujakunywa malaria hii, zungumzia malaria katika jina la Yesu Kristo ambaye alipakwa mafuta kwa ajili ya hayo magonjwa, na uambie malaria, ondoka uniwache. Hii ni hekalu ya Mungu, sio hekalu ya kubeba virus za malaria. Haleluya. Na kwa hivyo hata ukinywa dawa, unakunywa dawa ili ikusaidie kupona, kwa sababu kuna mtu ambaye alikunywa dawa na akafa. Ama unafikiri wale watu ambao huwa wanakufa wa kwanza wakinywa dawa? Si dawa huwa wanakataa, ni kunywa dawa na zinakataa kufanya kazi. Kwa hivyo ukikemea malaria ama ugonjwa mwingine, elewa ya kwamba sasa hata kama nitakunywa malaria hii,
nimeshaondoa roho yenye ileta malaria, na unaamini hivi, ukipona unajua ni Mungu amekuponya, hata kama ametumia dawa. Kuna watu ambao walikunywa dawa za malaria na wakafa, kama haujajua hivyo. Kuna watu ambao waligonjeka typhoid, wakakunywa dawa za typhoid lakini bado wakafa. Kwa hiyo kabla haujakunywa dawa, hata ukizinunua kwa duka, baada ya kwenda kwa chemist, baada ya kwenda hospitalini, zichukue uzizungumzie na uziambie kwamba nini ndio Mungu atatumia kuondoa huu uchungu katika mwili wangu. Na kupitia nyinyi madawa ninapokea uponyaji wangu. Na ukikunywa utapona. Ni jambo moja kunywa dawa upone. Bwana asifiwe sana. Kwa sababu unaweza kukunywa na ukose kupona. Haleluya. Kwa hiyo ukielewa upendo wa Mungu, itakuwa ni rahisi kupokea haya mambo ambayo ninakwambia. Ukielewa ya kwamba Mungu ananipenda, itakuwa ni rahisi kwako kuweza kupokea kile ambacho kiko available kwa sababu yake. Haleluya. Siku ya leo nataka kwa dakika chache tunapomalizia nikuonyeshe how is the love of God. Upendo wa Mungu uko namna gani? Niko na dakika 10. Jeremiah 31 verse number 3. Jeremiah 31 verse 3. Kuanzia mstari wa kwanza na watatu. Mwenyezi Mungu alitutokea zamani akisema, the Lord appeared in us in the past saying, I have loved you with an everlasting love. Yaani upendo wa Mungu nataka kusema kwamba it is eternal. The love of God is eternal. How is the love of God? Number one, the love of God is eternal. The love of God is everlasting. Jeremiah anasema kwamba the Lord appeared to us in the past, siku za kale, na akasema kwamba I have loved you with an everlasting love. I have drawn you with loving kindness. Nimekuvuta kwangu kwa upendo. Upendo wa Mungu ni wa milele na milele. Bwana asifiwe sana. Unaweza kuwa na mke ambaye unampenda sana, kama huyu wangu ninapenda sana. Lakini siku ambazo zitaisha za kukaa hapa duniani, hata kama ninampenda namna gani, yule mwenye atatangulia mwingine. Haleluya. Upendo utaishia hapo. Na hata Biblia inaruhusu mtu kutafuta mwingine apende. Lakini Mungu hata baada ya kuondoka katika hema ya mwili huu bado anakupenda. Yesu Kristo alikuwa anaongea, anasema kwamba msiogope yule ambaye anatesa mwili, lakini ukifa hajui roho inaenda wapi. Lakini ogopa yule ambaye anaweza kutesa mwili huu na ukifa achukue nafsi yako aitupe katika moto wa milele na milele. Ogopa huyo. Mungu anakupenda sio tu wakati ambao una nguvu ukitembea. Sio tu wakati ambao unaweza kumwimbia hapa mbele ama kuhubiri kama mimi. Anakupenda na upendo ambao ni wa milele na milele. Hata ukifa bado ataendelea kukupenda. Ukifa utapata Mungu, malaika wako wanakungojea, wanakukaribisha mbinguni. Bwana asifiwe. Wakwambie karibu, thou faithful, good and faithful servant. Bwana asifiwe. Upendo wa Mungu hauna kikomo. Unaenda milele na milele. Watu wanaweza kuwa nakupenda kwa sababu huwa unawanunulia nguo Christmas. Ama unawapatia sapa jioni, hawalalangi njaa, wanakula ile kitu yenye wanataka. Lakini ukizimia, najua siku moja sisi wote wenye tuko hapa, kuna siku yenye tutakuwa hatuko. Ama hujui. Miaka ingine 100 inakuja. Most of us, kama sio all of us, hatutakuwa hapa duniani. Na kama Yesu hatakuwa amerudi, dunia bado itakuwa. Sasa mahali ambapo tutakuwa tunapendwa na Mungu vile ambavyo anatupenda hata sasa. Lakini wale watu ambao wanatupenda saa hii hawataweza kuendelea kutupenda mpaka wakati huo, kwa sababu upendo wa wanadamu ni wa muda mchache, ni wa wakati fulani, uko na conditions zake. Bwana asifiwe. Wakati ambao ni